Shem. Naona uko fresh. Kwema. Sema nini? Ni dada yako simuelewi kabisa. Yaani nje hivi haipo kama zamani. Yaani simuelewi katika nini? Yaani sisi kashapata bwana mwingine ama vipi mimi sifahamu. Na ndio anasema tunaje ukweli. Msikia anaanza kusema shemeji. Hivi kweli kama ningekuwa mimi sikupenda mimi ningefika hapa au ningekuwa hapa chake. Na maana mimi sina akili. Mimi sina akili na kulipa. Sasa maneno ya kumuuliza mdogo wangu sasa hivi haipasi. Unaona uko sawa, maswali unauliza mbele ya mdogo wangu. Yeye Angel. Yaani naongea hivi kwa sababu naumia. Alafu mimi sio chizi. Ninachokiongea ndo ninachomaanisha. Wewe ulikuwa hivyo zamani? Kama kweli unanihitaji mimi nakupigia simu kuanzia asubuhi mpaka saa 8, simu haipokelewi. Wangu kuja kunipigia kwa nipigo usiku. Maana muda wote ulikuwa unafanya. Shughuli nilikuwa nayo. Hivi jamani, kwani ni masaa mimi nitakuwa nipo na simu tu nikifikiria kama mtu ananipigia simu masaa haya? Hapana. Nakuwa na kazi nyingine ninazozifanya, labda nafua, naosha vyombo, napika, nitakaa na simu jikoni. Wakati tunaanza uhusiano wetu hakuwa hivyo. Hata sana leo usiku nikikupigia simu uko hewani muda wowote. Sasa hivi na maana zamani ulikuwa upiki, auli, afui nguo, si ndio? Vitu vingine vya kusikilizana. Bwana bwana vipi? Bwana vipi ndugu? Kai, kwema. Na vipi? Mambo ni poa. Na huko. Kai. Wapi tena? Mshikaji hapo. Karibu tujumuike. Najua mambo yako kwa mimi leo sijapanga kuja hapa. Na mwana mshikaji pale. Au sio? Basi poa, naona unaingia kama. Basi poa sana. Au sio? Kama kila siku na wewe ndio ugopi ya wiki. Poa. Baadaye. Poa, basi ukitoka tuone basi. Yaani mlikuwa kama nyinyi mnavyonipenda kama kaka yenu. Au ya tangu sasa tulikuwa hivi. Kwenda ndio mpendi kisha mimi. Aongee yeye. Najua unanipenda au wewe?